Naam bwana, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini yangu kwamba wewe mzima wa afya kabisa katika afya yako. Na hivi ni kupashia kwamba leo ni tariki 21 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ikiwa tu habari tofauti ambazo naweza tu kukupasha ambazo zilizojiri, na sasa ni kupashe ya kwamba upate kufaidia. Umekaribishwa popote pale ulipo, haijalishi unapatikana katika maeneo tofauti katika ulimwengu mzima. Tukipatikana barani Afrika, mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini. Ni Reality Mambo TV. Kituo hiki cha habari kiko tayari kukupasha habari maeneo popote pale wewe ulipo, ya kwamba kutufuatilia, kuweza kujiunga na hata kuwatumia watu wengine ya kwamba wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Mimi ni kwako kukupasha na wewe kunifuatilia. Nikujuze ya kwamba ikiwa leo kabisa ni Jumanne ambayo nakuja kukupasha tena habari kwa yale mambo ambayo yaliweza kujiri, na sasa nipase kukupasha. Ndugu mpenzi msikilizaji, nitakwenda kukupasha habari kuhusu maeneo tofauti, ikiwa zaidi sana mashariki mwa Kongo, katika maeneo ya Momosho ambako miundombinu inaendelea kujengwa hapo ya kiaskari ambayo yuko hapo, na mara moja hata kumalizia maeneo mengine tofauti kutokana na hali ya usalama kwenye nyanza za juu huko Minembwe, na mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa, na hata kwingine huko maeneo ya Kamanyola kutokana na jambo ambalo linaendelea kusambazwa. Fuatilia nami mwanzo hadi mwisho nipate kukupasha. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, na tuanzie mara moja mashariki mwa DRC katika Kivu ya Kusini, ambako serikali ya mkoa wa Kivu ya Kusini ilijibu kwa nguvu Jumamosi tarehe 18 kufuatia taarifa zilizoeleza ujenzi wa miundombinu ya kijeshi mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa mamlaka za mkoa zinazotegemea Kinshasa, kambi ya kijeshi inayodaiwa kuhusishwa na wanajeshi wa Rwanda inaendelea kujengwa katika kijiji cha Momosho, ikiwa mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, isiyo mbali sana na mji wa Bukavu, katika maeneo ya Kabare, eneo ambalo kwa sasa liko chini ya udhibiti wa AFC M23. Katika taarifa rasmi iliyosainiwa na msemaji wa serikali ya mkoa Bwana Luganywa Bashizi Didier Kabe, mamlaka zinasema zinategemea ushahidi mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Wanajeshi wa Rwanda waliopenya hivi karibuni katika eneo la taifa wanadaiwa kuwa chanzo cha kazi hizi. Inaendeleza hati hiyo, madai haya ikiwa yatathibitishwa yataashiria kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uvunjaji wa wazi wa mamlaka ya taifa la Kongo. Serikali ya mkoa wa Kivu ya Kusini inalaani vikali kile kinachoita maendeleo ya kijeshi yasiyo halali ndani ya ardhi ya taifa. Kwa mamlaka za mkoa, hali hii ni kuongezeka kwa mvutano wa uvunjaji wa wazi wa mamlaka ya taifa la Kongo. Katika taarifa hiyo wanadai kusitishwa mara moja kwa kazi zinazoendelea pamoja na kuondolewa bila masharti kwa vikosi vyote vya kigeni vilivyopo katika ardhi ya Kongo. Kijiji cha Momosho kilichopo katika eneo mbali tayari limeathiriwa na ukosefu wa utulivu. Kiko katika sehemu ambapo
pia kuna operation za wanachama wa harakati ya M23 ambayo inashutumiwa na Kinshasa kupata msaada kutoka nje. Tuhuma hizi mpya zinakuja katika maktadha ambapo mkutano kati ya DRC na Rwanda bado uko juu, ukichochewa na migogoro ya mara kwa mara ya kiusalama katika mikoa ya Mashariki. Mamlaka za mkoa zinatoa wito kwa taasisi za kitaifa na kimataifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya kile wanachokiona kuwa tishio la moja kwa moja kwa uadilifu wa mipaka ya nchi. Hadi sasa hakuna majibu rasmi yaliyotolewa na upande wa Kigali kuhusu tuhuma hizi. Katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na miaka ya migogoro ya silaha, mzozo huu mpya unaweza kuongeza zaidi mvutano wa kidiplomasia na kiusalama kati ya wahusika mbalimbali wanaohusika. Lakini pia hivyo niweza kuonyesha ya kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, katika maeneo ya huko bonde la Ruzizi, ikiwa mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, ambako ni maeneo au katika kijiji cha Kamanyola, ni kati ya mpaka wa Kongo na Rwanda, ambako kunaendelea tu kutapakaa na kuonyesha mara ngapi kupitia vyanzo vya habari au vyanzo vya mahali kuweza kuonyesha na kutapakaa kwa mitandao ya kijamii ya kwamba wanajeshi wa Rwanda au jeshi la M23 ambalo linaweza kusimamiwa na jeshi la Rwanda aliwezi kabisa kurudi nyuma. Linaonyesha kabisa uthabiti wa mambo ambao wanaweza kusonga mbele, ya kwamba waweze kushika tena mji wa Uvira, na hivyo kuweza kushuhudiwa tena zaidi ya kwamba wanajeshi hao wa kutoka Rwanda au ambao wanasimamiwa na jeshi la Rwanda M23 kuweza kabisa kusonga tena mbele, wakati tamaa ya kwamba wapate kurudi nyuma, lakini wakionyesha hali ya kwamba watashika tena mji wa Uvira, wakionyesha hali ya kusonga mbele. Hayo yote yakiendelea kutapakaa hata kwa mitandao ya kijamii kuweza kuonyesha, na mmoja ambaye akiweza kushuhudia hali hiyo ya kwamba wanajeshi wa Rwanda hawawezi kabisa kukata tamaa, lakini kuonyesha kusonga mbele. Kagame ula anatuma tena, anavuka Kamanyola, wanaenda pigana Sange, anataka tena kurekipere Uvira. Alituma desizio yake ya kwenda Baraka, ambia wanaume wasilale, wasimame. Magari hiyo imeingia Kamanyola ya kwenda pigana. Kwa Kagame kuna fatu jeshi lake lote wakufe Kongo, mtosi harudi yake nyuma. Ndio hiyo wanko. Basi ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, na mara moja kabisa tumailizie kwenye nyanza za juu za uko Minembwe. Hali ni kwamba mapambano ambayo yanazidi kuendelea huko kwenye nyanza za juu Minembwe, Fizi, Mwenga, inaweza kuonyesha kuwa hali ya kuweza kutumia drone au ndege zisizokuwa na rubani ngambo ya wahasi wa SM23 Red Tabara Twirwaneho, na hivyo kuweza kusababisha maafa makubwa kwa raia wa Kongo. Jambo hilo linaweza kushutumiwa vikali kabisa na kuonyesha mara ngapi kwa nini ndege zisizo na rubani za Kongo haziwezi kufanya kazi, na kwa nini wao wasiweze kutumia pia kwa ajili ya wao kuweza kushika Minembwe, kwa sababu Minembwe imeweza kuonekana kama mahali pa ajabu ambako hawawezi kabisa kushika. Jambo hilo linaendelea kuchambuliwa na kuonyeshwa vikali ya kwamba wao nao pia waweze kutumia ndege zisizokuwa na rubani, kwa maana ndege ambazo zinaweza kutumiwa na wahasi hao wa SM23 Red Tabara Twirwaneho imeweza kuleta maafa zaidi kwa wananchi wa DRC. Mengi zaidi kunao uchambuzi. Mimi nilitaka kuzungumza
mirefu. Mimi nina kitu kimoja ambapo mimi naenda kuangalia na kusema nchi yetu, hatujui kama sisi Wakongomani ni kweli sisi wote tunaona, na lengo la hao waadui wanaoendelea kutuwinda si lengo la kawaida la kuja kutuchunga, bali ni lengo la kuja kutusambaza ili sisi sote tuwame makao zetu. Ninapoona wakuu viongozi wetu wanaotuongoza kiserikali, kijeshi, wakati wanaona hali inayoendelea kusumbua watu, drone zinapigwa, raia wanakufa katika maeneo tofauti, hazitaishia mahali pale. Zile drone zitashuka hata mavingini zetu za Kabambika Bambe zitafika. Sababu kama sisi Wakongomani hatujaangalia nini tutakapofanya porque tukomeshe kitendo kile. Mimi naona kama huku tuna waspecialiste ambao wanakuja kutusaidia. Drone sisi serikali la Kongo tunazo. Kwa nini zile drone zetu hazifanye kazi? Kwa nini tuendelee kuona ile Minembwe kuwa kama Etazini? Minembwe ni mgini gani ambao itatuma watu wanafanya miaka kama sisi wenyewe ndio tunajiingiza mwenyewe kufanya mambo kama yale? Neno langu ni kusema kama wakuu wa jeshi wasimame imara kwa sababu ya kuangalia na kufuatilia maneno haya. Sababu bila wao kufuatilia maneno haya, raia wataendelea kuathirika katika milima mirefu, na siku moja zile drone zingali zinapiga ile milima mirefu zitashuka hata milima mifupi, na watu watalia na watu watakimbia. Sawa, wale wa Nyarwanda hawana huruma, lakini sisi tunawafia huruma kama sisi tulizaliwa nao. Najua kama Mungu wa mbinguni ni yeye Mungu peke yake aliyetukabidhi nchi ya Kongo. Hatukukabidhi nchi ya Kongo waite tena hii nchi ni Rwanda. Hapana. Kongo ni Kongo na Rwanda ni Rwanda, Burundi ni Burundi. Lakini sisi Wakongomani tunaona nchi yetu, labda nchi yetu tunachangiwa hayo na Wanyarwanda. Kuna Wakongomani wanayowazia hiyo. Kwa hiyo ninavyoomba, sisi ni wapatriota ambao tunasimama katika milima mirefu, muangalie ili swala kipi mtakapoingilia swala hili kati. Sababu mnaangalia Wanyarwanda na madrone mko nazo, serikali letu la Kongo hatutusi. Zile drone zetu hatujui kama zinafanya kazi gani. Tuna manvio de chasse. Mtu kama kishajitangaza yeye ni adui anakuwa anapigiwa tu, hakuwake mtu wa kumwangalia kumacho. Lakini nyinyi mnawaangalia kumacho na kusema tutafanya crime contre l'humanité. Alors ile yenyewe wao biko wanafanya, Wanyarwanda wanatuma zile drone zinaua raia. Ni nini? Kwa hiyo tungetaka Kongo wala wanajeshi wetu wa Kongo wanaosimamia, sababu ni wao ndio wanaleta maorder. Wanajeshi wa kumsururu hata wanaweza kasirika, hawawezi fanya kitu. Lakini wanajeshi wanaofanya kukataza wanajeshi wa chini wasifanye mashambulizi ni wanajeshi hao wanaoongoza vikundi vya wanajeshi. Alors kenye tungeweza kuwaomba sisi kama wa visionaire wenye kuwa milima mirefu, mufanye jitihada juu wa raia wasikimbie tena. Lengo lile la wale waadui ni kupenda kushambulia tena lile maeneo ambayo walikuwa, wapate kurudi katika tena zile eneo. Na ile ni defiance kubwa, mahali ambapo watu tena wamekwisha kurudia tena, waanze kimbizwa, waanze enda porini, na zile drone sisi tuko nazo na manvio de chasse sisi tuko nazo. Kwa nini zisibombardi ile Minembwe? Minembwe ni paradis. Hata mbingu kulikuwa vita, jeshi la Mika na jeshi la Ujufeli lilipigana. Na wakati jeshi moja walisimama pambano zote mbili, mpaka kuna jeshi moja ambayo inaweza kushinda ingine. Mungu akashinda, shetani akatupwa chini. Lakini sisi hatuone lile. Kwa hiyo nilipenda kusema hili katika mchana wa leo, na yoyote atakayenifuata asambaze hii sauti yangu ifikie Wakongomani mahali pote mlipo. Sababu tufunguke macho, tusifunge macho tena, si muda wa kufunga macho. Tukifunga macho nchi itakamatiwa na itanyanganyiwa. Asante na kwa usikilivu mwema. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, inaamini ya kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini niseme asante sana
kwa kuweza kunifuatilia, lakini usisahau kabisa kuweza kujiunga na kuweza kuwatumia wengine kwamba wapate kujifaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia katika kipindi hiki. Hii ni Reality Mambo TV, inapatikana mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini. Nisubirie tena ikiwa mapenzi ya Bwana, wakati mwingine tena nije nikupache kutokana na hali jinsi inavyoweza kuendelea. Basi ambatana nami tena katika vipindi vingine. Asante.